inakuwa ni ngumu sana kuweza kukuua wala kukurudisha. Ile tu ni ile ukiri kwa ulimi wako tu kwamba umekataa na unafuata unyayo wa Yesu Kristo. Ukiwa na imani hiyo kabisa na ukajiweka kwenye maombi, ukapandisha imani yako, ni ngumu sana wao kufanyaje kukurudisha na kukutengenezea mazingira ya kukuua. Sawa. Kwa hiyo tukaendelea, tukio lingine lilikuja kutokea. Nikasimama sasa, nikaendelea nikasimama kwamba nataka nipambane na hawa watu. Sawa. Nasimama kupambana na hawa watu. Sema kiukweli walikuja kweli, walikuwa wana nguvu. Walikuwa na nguvu ya Mungu. Ndio maana waliweza mpaka kumshawishi baba kwa ile hali aliyokuwa nayo kwamba zile dawa zichome, akakubali. Baadaye ndo alikuja kupata hayo majuto ya kwamba kwa nini dawa zimechoma, kwa sababu walikuwa wanamfuata sana mababu. Alikuwa akiwa amelala, nyoka anakuja huyu, nyoka anamganda hataki kutoka, na yule nyoka mweusi yeye akija kwa hasira jicho lake linakuwa jekundu sana. Yaani hata ufunge milango yote lazima ndani utamkuta tu. Sawa. Kwa sababu ana uwezo wa kuingia kivyovyote. Kwa mimi ikabidi niende kwa babu kule. Sawa. Nikaenda kwa babu kule. Inabidi niende kule kutaka kisasi. Nilipofika pale kweli yule nyoka ambaye ni wa amani yule hakuja, alikuja yule mweusi ambaye ndo wa vita. Sawa. Nikaapa kabisa, yule yote aliyeshiriki kuchoma zile dawa lazima nimuondoe. Sawa. Kweli nikapambana niwezavyo. Baadaye nilishindwa. Ila baba naye nikamwambia kwamba nimejaribu hivi na hivi nimeshindwa. Lazima, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anamsumbua. Wangemuua. Sawa. Kwa hiyo ikabidi kutafuta ile pombe kwenda kuomba msamaha. Sawa. Kwenda kuomba msamaha. Kwa sababu pale ukifanya kosa lolote lazima ufanyeje? Uwajibike. Lazima uwajibike. Kwa hiyo ibidi kutafuta pombe kwenda kuomba msamaha kule. Na kweli hawakuwa wabaya, wakafanyeje? Wakamsamehe. Ishara ya kuonyesha kwamba wamemsamehe. Wale nyoka hawamfatifati tena kwa hasira. Na kama akija kuonyesha kwamba nimesamehewa, utamuona nyoka wa kijani anakutokea, anakuja. Yule ndo anakuonyesha kwamba tayari umesamehewa. Nilipokuja kutokea wakati mwingine kufanya tukio la shule. Sawa. Tukio la shule ambayo ilianzaga nikiwa ndo tulikuwa tumeingia form 2. Form 2 nakumbuka ilikuwa siku ya Jumanne. Nilikuwa kwenye baisikeli naenda shule, mara ghafla kifua kikabana. Ile kifua kimebana, nikaanguka chini, ikabidi nichukuliwe nipelekwe hospitali. Sawa. Ile nipelekwa hospitali, ile usiku nimelala, nilikuwa na kaka. Yeye kasinzia na mimi nikasinzia. Kwa hiyo hakuwa na ile kusema kwamba awe mwangalizi, aangalie kwamba drip isichomoke. Hasa ile drip ilipochomoka kabaki kale kamrija kamoja, damu inabidi ipitie sehemu moja. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa sana mimi kuona damu yangu ikimwagika. Baadaye nilishtuka, nikajisikia kufanyeje? Yaani kama nimeloa au kokote. Ili kuangalia hivi najikuta shati ya shule imejaa damu. Mashuka yote nilikuwa nimepewa mashuka meupe yote yamekuwa mekundu kwa ajili ya damu. Nikaangalia chini uvunguni damu limejaa. Nikamuita kaka. Nikamwambia kaka angalia. Ile kuangalia mwenyewe akashtuka, ile ananishika nikapoteza fahamu hapo. Sawa. Ikabidi wafanye mchakato wa kunibadilisha hospitali nyingine. Na baba alipopewa hizo taarifa yani alitoa machozi sana, akajua mimi naondoka. Anajua anapoteza nguvu kazi. Kwa sababu akiwa bize kwenye shughuli zake, mimi ndo mtu muhimu ninayetakiwa kufanya hizo shughuli. Sawa. Kwa hiyo ilikuja kufika kama kesho yake saa 8 saa 9 ndo napata fahamu niko hospitali nyingine. Sawa. Nikauliza nifikaje huku, ni 1 2 3, nikasema sawa.
hapo tayari ni kama kitu kimepanda, kiko hapa kimevimba. Kwa nini damu yangu? Hakuna aliyehusika na ile damu, lakini lazima nifanye kitu. Sawa. Kwa sababu ilikuwa ni makosa makubwa damu imwagike sehemu kudekiwa na maji. Sawa. Au kufuliwa kwenye maji. Damu inatakiwa imwagike chini kwenye ardhi. Ya, imwagike kwenye ardhi. Kwa ikiwa kwenye ardhi, unaweza ukaiona kwa dakika kadhaa, baadaye unaweza kaenda hivyo kirudi hutaikuta. Na yani hakuna aliyefagia, hakuna aliyechota yafanyeje, lakini ile damu inapotea kimiujiza inarudi kule. Sawa. Inachukuliwa na wale ambao kwa upande wa kwetu ni wakuu. Sawa. Hasa kiukweli pale darasani kwetu kuna mtu ambaye alikuwa haniendei vizuri kabisa. Akasema lazima nifanye kitu. Nilikuwa na mlenga, niseme familia yao walikuwa na imani ya kimungu. Walikuwa na imani ya kimungu. Ilikuwa mida saa 3 asubuhi hivi. Kwa sababu pale ilikuwa na uwezo, ile fimbo ile ilikuwa na uwezo wa kutengeneza kawingu tu kama kiashiria. Sawa. Ilikuwa na uwezo wa kutengeneza upinde ule wa mvua. Sawa. Ikaanza manyunyu kidogo na jua kanawaka na kawingu kwa mbali. Manyunyu kidogo, kaupinde kakapita. Baada hapo akaanza manyunyu taratibu, radi kubwa kwa wingi, lakini manyunyu, yani ukiangalia manyunyu na radi inayopiga vitu viwili tofauti. Vitu viwili tofauti. Baada hapo radi ilishuka. Sawa. Sasa ulipokuwa umetengeneza hiyo radi. Ndio. Mimi nataka kufahamu kwamba ulitengeneza vipi? Yaani ilikuwaje mpaka ikawa radi? Sawa. Ile radi ni radi ya kichawi. Sawa. Sio radi ambayo ilikuja kwa matakwa ya kimungu. Sawa. Kwa hiyo ile radi nilitumia dawa aina 3 tu. 3 tu. Ambazo hizo dawa nilienda kuzichukua kwenye poli. Sawa. Wakati nimeenda kwenye poli hilo, ni sehemu ambapo yani kuna kama shimo refu sana. Kwa unaingia huko chini, yani kama unaingia chini. Unaingia ndani ya shimo. Kuna miti mingi sana huko. Hizo dawa zinapatikana huko. Sawa. Hizo dawa ukizichukua unazitwanga. Sawa. Ukishatwanga unatwanga, yani ile ni kama kafara unatakiwa kuitoa. Sawa. Kwa hiyo unatakiwa kufanya vyovyote. Fanya vyovyote ichanganywe kwenye damu. Sawa. Ile damu sikuweza kutumia kwamba ni mtu. Hapana. Ile damu tulichinja. Sawa. Ile damu ile tulichinja mbuzi mdogo tu wa kawaida kwa ajili ya matengenezo ya ile radi. Yaani kiashiria cha kumwaga damu. Tulichinja, lakini hiyo haikujulikana pale nyumbani, kwa sababu tungefanyia pale nyumbani watu wengi wangejiuliza kwa nini hii damu inachukuliwa. Sawa. Kwa tulifanyia kwingine tofauti kabisa. Kwa maficho. Kwa ile damu nikaichukua kwenye kifaa na dawa yangu ile, nikaichanganya, nikaenda kwa babu, nikachukua ile fimbo. Sawa. Nilipochukua ile fimbo, babu kabisa yeye anajua kabisa nini kilinitokea. Damu yangu ilimwagika na ilichukuliwa kwa kutumia maji. Kwa kule hakuna damu, kwa sababu ile damu yangu ni kama maagano yapo kule. Kwa hiyo haitakiwi kwenda tofauti na kule. Kwa hiyo kumbe itakiwa hata kama ukiumia ni bora damu zako bora zimwagike chini, sio sehemu ambapo damu itafutwa. Sawa. Kwa hiyo nilipofika kule, moja kwa moja niliposhika ile fimbo, ndio nikaanza kumwambia babu, damu yangu imekuwa 1 2 3 imechukuliwa na maji, huku haijafika. Sawa. Na wakati nasema vile, nikiwa naongea vile, lazima inaniletea ile hali ya kubadilika, yani uso unakuwa kama unawasha, hasira inanipanda, yani macho yanakuwa ni mekundu, na yule nyoka yule mweusi lazima aje. Sawa. Na akishakuja najua jambo langu hapo lazima litatimia na babu kanisikia. Sawa. Nikaenda sasa kule kama kufanya kisasi. Sawa. Nilipoenda kule, ile hali nilitengenezea pale kaburini. Sawa.
hali ya kuwa kesho yake ndio inatakiwa jambo hilo litokee. Na shughuli ulishamaliza. Shughuli nishamaliza. Kwa nikaenda pale nikachukua, yani hiyo siku sikwenda hata na pombe. Sikwenda hata na pombe kwa sababu ninaenda tu kwa hasira. Kwa nini? Kwa hakuna starehe kwa siku hiyo. Sawa. Hakuna sherehe. Hakuna sherehe. Nikaenda mpaka pale nikamwambia babu, kweli kwa maumivu na kwa makasiriko, haiwezekani damu yangu ichukuliwe kwa maji iende kumwagwa. Damu ile ni ya maagano, inatakiwa ikae ndani kwa ndani mwetu sisi. Sawa. Ile dawa kweli, ile fimbo ndo nilitumia kuelekezea ishara ya kule shule ilipo, ndo nilikoelekezea huku nikinuia jinsi gani radi inatakiwa ije na jinsi gani upinde wa mvua unatakiwa uonekane. Upinde yani kaupinde kalikuja tu ni kale kadogo tu kakuashiria kwamba labda kuna mtu katengeneza ile upinde wa mvua ili mvua ikate isiwepo nini hivyo. Sawa. Kwa nilipomaliza pale ile kuonyesha kwamba kweli mimi nimekubaliwa na mzee pale, ile kabla hata sijainuka yule nyoka aliinua kichwa kuniangalia hivi. Sawa. Alivyoniangalia hivi nikaangalia machoni yale macho yake yale. Unajua ikiwa ni usiku mimi mwenyewe macho yangu yana mwanga, nitaangalia kabisa nitajua macho yako mekundu au la. Yanakuwa na mwanga. Kwa hiyo nina uwezo wa kuona chochote kwa usiku huo. Sawa. Nilienda mida saa 8 hivi kuelekea saa 9. Sawa. Kwa hiyo nilivyorudi nyumbani nikaenda nikatulia asubuhi na mapema nikajiandaa, nikaenda zangu shule. Ninajua kabisa ni nini kitatokea. Sawa. Ili kusudi niweze kuzubaisha wenzangu pale, nilikuwa na saa fulani, nilikuwa na mianga karibia kama 7 inayowaka. Hayo ni ya kawaida au ni saa ya kawaida tu. Sawa. Ilikuwa na mwanga unawaka tu hivi kama rangi 7 hivi. Hasa ile imefika mida tumeshatoka paredi, tumeingia madarasani kabla walimu hawajaanza kuingia hata madarasani kufundisha vipindi. Hiyo hali ikaja. Kale kawingu nilivyokaona tu kamekuja, nikajua hapa mambo tayari yameanza kutiki. Sawa. Baada ya hapo kuna kijana anaitwa Eriki. Alikuwa anaitwa Eriki niseme hivyo. Kwa form 4. Sawa. Alikuwa sijui anatoka toilet, sijui anatoka wapi. Amefika pale tunapojipanga paredi pale. Sawa. Yale manyunyu akaanza kwa kasi. Kale kaupinde kakaja shwa na kuondoka. Radi zikaanza kupiga. Alipofika pale yani kabla hajafika ule mlango hata kuingilia staff hivi, radi kamtwanga. Wa kwanza kampiga. Radi kwa hivyo yani hata mtu kweli ambaye alikuwa anajua ile tukio ambaye aliona, ile radi ilikuwa ina hasira sana. Na walio wengi wasema hii radi imetumwa, sio ya kawaida. Sawa. Ile radi ilivyomaliza hapo ikaenda form 1. Ilipokuwa form 1, unajua form 1 wako bado hata ninazo akili za kawaida za kitoto nini. Kwa wanacheza mvua inaponyesha. Na binti alikuwa dirishani. Ile binti wa form 1 ile radi ilimtandika. Kaanguka. Ikachukua unajua ule ukuta umebomoka ikachukua yale maudongo kaingiza mdomoni. Yaani aliyakuwa hata angekuwa hata na uwezo wa kurudi akapumua hata kidogo isingewezekana. Ikazunguka ikapiga mti hivyo. Hadi ya maajabu. Hivyo piga mti ikazunguka form 3. Sawa. Hivyo pita form 3 pale ilimtandika mmoja, haikumuumiza sana, ikakata na mwingine vidole vya miguu, kamkata vidole. Ambapo ndio inabidi sasa inyoke moja kwa moja. Yaani ni kama kutafuta vile gari inatafuta kona jinsi ikate irudi. Sawa. Kwa sababu form 4 ipo huku, form 1 huku, form 3 huku, form 2 huku. Sawa. Wewe wakati huo uko wapi? Mimi nipo darasani. Kwa maana wewe ndio uko darasani, ile nani haikupata. Haiwezi kunipata. Mimi sema tu nilikuwa na mlenga ambaye yupo pale darasani kwetu, nikawa nimewazubaisha wote na waonyesha saa wote wamekusanyika kwenye meza yangu pale. Wote ambao nina lengo langu kwamba ikija tu impasue huyu ipite. Sawa. Kwa hiyo ilivyoanzia pale ikarudi form 1, ikaenda kugonga mti ikazunguka hivi mpaka form 3 nyoke moja kwa moja kuja tu. Watu wote mnapozoesha hawaoni matukio tokea au ni kitendo cha haraka sana.
watu walikuwa wanaona wale ambao tukio limeona akiwa wanatizama pale, lakini unaweza ukashangaa kusema kwamba kuna radi imempiga fulani, sawa, lakini jinsi inavyozunguka ni kama kwa hiyo kicho ni cost ni ile saa ambayo nilitoa, sawa, ile nikatoa kabla ya muda ile radi kufanyaje kufika mahali tulipo, sawa. Kwa ile nimetoa, kila mmoja akatoa kichwa, ikamkosa ile radi, ikapita tu, yani na meza ile na madaftari yaliyokuwa kwa juu ikapita dirisha la pembeni kwetu, madaftari yote huko nje, sawa. Ni kitu ambacho kilinikost, yani kiliniumiza sana, sawa. Mlengo ambao kama umemkosa, nikawa nimemkosa hiyo, sawa. Kwa hali ya kuwa wale wengine sawa walienda, lakini mlengwa maalum ndo alitakiwa afanyeje, alitakiwa aondoke. Ilikuwa 2016, sawa, 2016 ndio ilikuwa 2016 mwezi wa pili. Sasa baada ya hilo kupita, wengine walienda wakatibiwa huko majeruhi, wengine waliruhusiwa ambao hawakuumia sana. Baada ya siku kadhaa ndo wakaleta maiti 3 pale shule kuagwa, sawa. Japo majengo ndio pale jinsi ilivyokuwa inabomoa hapa, inapita inaenda, sawa. Ukweli kuna nyakati sawa, ukiwa unaweza ukawa connected kule, lakini kuna wakati kuna moyo fulani unakuingia, unaumia, sawa. Na wakati unafika mahali unaumia kwa hayo matendo. Kwa hiyo nilivyokuwa tu nikishuhudia pale tunavoaga ile mili, nilikuwa najisikia kughadhabika ndani ya moyo. Ndio ambaye ndo mimi ndo chanzo. Na wakati huo radi imepigwa, baba alipigiwa simu na mama mmoja, akamwambia wai shuleni kule mwanao anakosomea, radi imepiga, hajabaki mtoto hata huyu. Baba alitoka kazini, anafanya kazi hospitali, akatoka kule akajua kabisa kwamba nitakuwa nimekosea masharti, akaja chapu. Nikakutana naye barabarani na baisikeli yangu, kuniangalia hivi, namwangalia naona anaanza kulia. Baba, mbona unalia? Kaambia nimeshtulia, nimeambiwa radi imepiga hapo shuleni, nyote mmekufa. Nikamwambia mimi sija. Akasema nikajua ulikosea. Nikamwambia siwezi kukosea chochote. Kitu ambacho alikuwa analia kwamba nimeondoka. Hakuti picha kwamba wazazi wa watoto wengine nao wangejisikia kama nilikuwa najisikia. Yeye anawaza kuhusu mimi. Baada ya hapo tukatoka kwenda kunipongeza tu kama vile nimebaki salama nini, sijakosea lolote. Nilia nyama choma, kanua pombe, ubisi ile, napongezwa. Si nafanya kazi nzuri. Na stahili pongezi. Sawa. Baada ya hapo tukarudi nyumbani. Kwenda nyumbani, kutokana na hiyo ghadhabu, nilijisikia vibaya. Baadaye nikawa ni mtu niko hivi kona. Sawa. Nipo kona kwenye kutumika pale. Sawa. Kwa sababu nilikuwa nikikaa kama sipo kwenye ile hali ya kufikiria kutenda ubaya, nilikuwa najikuta ile hali najirudia. Naanza kukumbuka, nikikumbuka najisikia kuumia. Kwa nikawa mwenye kona, siendi vile wanavyotaka tena wale wazee kule. Ile mizimu jinsi inavyotaka, nikawa siendi vile. Kafika mahali mimi nikataka kujitoa. Kabla ya kutaka kujitoa, Niambia wewe ulikuwa unatumia wakati mwingine kwa uganga, ndio, kwa uchawi, ndio, na watu ambao wewe umewaua wa watu utakaoda kwamba kazi yako uchoma au nani mbaya au ndio, na hapo ambao wewe unakasirishwa nao au kuondoa, ndio, kiachana hawa ambao unaua radi, ndio, walikuwa watu wengine mapenzi kwa namna moja au nyingine wanapera ukaamua waue, ama mtu anakuja na kazi yake, bwana mganga anaenda kamuue. Ni kweli hiyo ipo. Ni wawili mara mbili.
mmoja wapo alikuwa ni mchawi, yani mchawi kweli kweli. Sawa. Na alikuwa anajulikana sana kwamba huyu mtu ni hatari. Lakini kwa upande wangu ilikuwa ni sio ni uhatari wowote. Kwa sababu mimi amani yangu, ili nipate amani lazima kila siku usiku niende kwa babu kule. Sawa. Kila ifikapo usiku siwezi kulala kupata usingizi mzuri mpaka niende kwa babu. Kishaenda kule kwa babu kama kawaida saa 7, saa 8 naenda, naamka naenda. Kwa nikiwa pale njiani tu kama kawaida, njia naiona tu kama hivi unavyotembea wewe mchana unaona sehemu unapita. Nikifika kule kwa babu naweza nikakaa nikatulia au nilale juu ya kaburi pale, ili mradi tu mimi niwe na amani ya moyo wangu mimi. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama zoezi endelevu la kila siku. Siku moja nimetoka nimerudi nyumbani usiku. Nakumbuka ilikuwa mida saa 8. Niliona kitu ambacho hakiko sawa nyumbani. Kufika pale katupa macho hivi, nikaona kabisa kuna watu wachawi nje ya nyumbani. Ya, na lengo lilikuwa namtafuta mama wangu. Sema nyie wadogo sana. Nyie wadogo sana. Nikafanya miujiza tu. Cha kwa babu, chapu, shika fimbo, nena, rudisha fimbo. Yani zoezi la haraka. Nikarudi, nikawapita, yani hawanioni. Sawa, hawanioni. Nikawapita mpaka ndani kuangalia usalama wa ndani, ili kusudi kama ni kazi yangu niifanye kulingana na hasira itakayonipanda kutokana na kitu ambacho watakuwa labda wameshasababisha ndani. Ya. Ile nimeingia ndani nikakuta yani wana tabia ile ya kubana mtu, anambana, anashindwa kupumua, anateseka, anateseka kwenye usingizi wake. Kufika pale nakuta mama hayuko sawa. Sawa. Hayuko sawa. Unaweza kujiuliza kwa nini nilienda nikaingia chumbani kwa mama. Ni kitu cha kwamba mimi nikiwa niko nje au nikiwa sebuleni najua kabisa kwamba mimi na kule chumbani aliyelala amejistiri au hajajistiri. Ni kitu ambacho kilikuwa kinakuja automatic kinajua. Sawa. Kwa sababu nilikuwa ni kama nina satellite ambayo ninayo tu. Ya. Kwa ni kitu ambacho kinakuja automatic. Kwa nilipokuta ile hali nikarudi nje. Ni kitu ambacho unatakiwa ujionyeshe wazi, wajue kabisa kwamba hawezi kwa lolote. Sawa. Sikuweza kuwadhuru wala kufanyaje. Ila niwaambia kazi mnayoifanya isheni hapo, ondokeni. Ili kusudi waende na mimi nifanye ya kwangu. Sawa. Waliondoka kweli. Ile wameondoka sasa inabidi mimi nifanye kilicho changu. Nilipiza. Na mimi nikilipiza nalipiza kwa nguvu kubwa. Yaani hakuna mchezo wala nini. Baada ya hapo bwana, yule mama nikasema inabidi nimtafute mimi mwenyewe. Lazima nimuondoe mimi mwenyewe. Kweli nilifanikiwa. Siku inayofuata sikufanya usiku huo. Nilifanya usiku unaofuata. Sababu ile ilikuwa na nguvu sana, ilikuwa na uwezo wa kufanya kwa nguvu sana, ilikuwa ni majira ya usiku. Majira ya usiku. Kwa nilienda pale mpaka nje. Nilipofika nje kama kawaida yake yule, yani kazi zake alikuwa anabezi sana na zile kazi zake kuanga kufanya hivyo. Nilipofika tu yeye mwenyewe akajua kafika, na nikajua kabisa kwamba huyu mtu tayari yuko anatetemeka. Sababu yeye mwenyewe kama akijua kabisa huyu mtu kaja amekuja kwa ubaya. Mimi sikuwa na kitu cha mjadala. Sicheki na yeyote wala nini. Lazima nimuondoe. Kwa sababu mimi kwangu kulipiza kisasi ilikuwa ni kitu ambacho ni kizuri, najisikia vizuri sana. Ukishapeleka damu, ukiua ile damu inaenda. Ukiua mtu kama huyo anapeleka damu kwa babu wala. Yaani yule mtu kumuua au mchinjio au mkate ufanyaje? Unatumia tu dawa. Yaani unaweza kumstopisha mapigo yake ya moyo nini? Yaani unamuua tu yani. Yaani unamzima tu, anaondoka mazima kabisa. Hata umwagi damu yake haihusiani na kwa tuhitaji. Tunahitaji labda damu kama ni kafara ambayo iko ndani ya ukoo au ndani ya familia, au kama ni damu ya mnyama hapo sawa. Lakini kama yule hatuhitaji. Tunahitaji tu haina kazi. Tunahitaji tu kumuondoe. Umejifurahisha mwenyewe. Au umejiona kwamba mimi naweza. Na kujiona mwamba.
na kweli nikafanya hilo tukio akaondoka. Yenyewe haikuniumiza kwa sababu na yeye alikuwa ni mtu ambaye anaumiza wengine. Sawa. Kwa mwingine wa pili ilitokea ni mtu ambaye alikuwa ni mke wa baba ambaye alikuwa anamsumbua sana mama yangu. Sawa. Ya. Kwa nikaona huyu kumsumbua sana mama ni kitu ambacho mimi sitaki. Sawa. Hicho ndo sasa kilikuja tena na shinye kuja kunikosti. Sawa. Huyo mama nilimuondoa. Nilivyomuondoa baba si anajua, lazima ajue kabisa kwamba kijana wangu kafanya kitu kama hiki. Sawa. Kwa baba na yeye akikasirika, lazima na kule wajue, wa mababu kule wajue kwamba baba kakasirika na chanzo ni mimi nimefanya kitu fulani. Sawa. Sasa baba mimi sikuwa nataka niulize maswali mengi kwa nini nimefanya hicho kitu. Kwa hiyo nilipokuja kukabwa maswali baba ananiuliza umekosea hii, huyu usingemuondoa, usingefanya hivi na hivi. Nikamwambia mimi anamtesa sana mama, ndio maana nimefanya kitu hiki. Nikachukua maamuzi, nataka niondoke. Nijiengue yani. Nijitoe. Sawa. Ile kutaka kujitoa, hasa ndo nimeamsha wale mababu wote. Haiwezekani mimi kutoka kule. Sawa, nikawa kama nimewaamsha. Ukweli ile ilinighadhabisha ambayo ilinitaka nitoe kafara. Sawa, nitoe kafara. Kwa nini niondoke? Kwa nini mimi nimepewa mamlaka na kila kitu cha pale ninacho? Kwa nini nitake kuondoka? Nitakiwa nitoe kafara ambayo hiyo kafara itakiwa ni muondoe dada yangu ambaye namfuata mimi. Ya. Na dada yangu yani mimi na dada uko pisi sasa. Yani sijui nieleze vipi. Sana, yani sana zaidi ya sana. Nikaona kitu ambacho hakiwezekani. Ikafika mahali nikasema mimi kama kuondoka tu waniondoe tu. Maana walikuwa na uwezo wa kuniua, nikaonekana nimekufa hali ya kuwa nimeenda kule wananichukua. Sawa. Kwa nikaona ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini baba naye hawezi kukubali tena na mimi niondoke. Na mimi nikamwambia kabisa kwamba mimi sasa kama imefikia tu hai mimi nimekubali niondoke. Siwezi nikafanyaje? Nikamtoa dada. Kabidi mimi nifanye kutengeneza, yani waliniingia, yani nikawa kama kichaa. Nikawa mtu wa kuropoka ovyo. Nikaanza kusema nimeenda sehemu fulani, nimeenda kujiunga Freemason. Ili kupoteza lile. Onekane kama ndio nimeenda sio wa kwao. Nimeenda kujiunga Freemason. Nikaanza kuropoka mwenyewe. Ilikuwa disidi nikaanza kuropoka mwenyewe. Nimeenda kujiunga Freemason, nimetakiwa nimuue dadangu, nimeshindwa kwa hivi na hivi, natakiwa nitoe kafara. Kwa mtu ambaye anafikiria haraka baba alienda akanunua kuku iwe kafara badala ya dadangu. Na ni kitu ambacho mtu kama haelewi chochote, sio rahisi mtu anatoa hela eti nenda kununua kuku na kuletea uende ufanyeje utoe kafara. Yule kuku alivyokuja ikabidi tufanye kupoteza baba akaondoka. Alivyoondoka nikakaa na mimi nikachukua baisikeli yangu nikasema naenda huko, nikoenda kujiunga Freemason, nikashindwa masharti, naenda kutoa kafara ya damu, napeleka kuku. Kumbe sisi tunania na ile damu na kuku tunakula. Sawa, tukaenda mimi na baba ndo tunajua tulikoenda. Tukaenda yule kuku hatakiwi kukaangwa wala fanyaje, yule kuchoma tu. Kachoma, yani ile kimiramira, unakatakata vipande unaweka kwenye mti, unachoma kimiramira. Sawa. Na kama kawaida yetu rubisi nini fresh. Kweli nilikuja kwenda kuhakikisha kwa babu, je, nimesamehewa, niko sawa kweli. Kufika pale nikapokelewa na nyoka yule wa kijani chap. Sema basi hapa niko fiti. Sawa. Hilo likawa limepita sasa. Sawa. Sasa hivyo ilipopita, kweli walio wengi wakawa wananiongelea vibaya Freemason. Paka mamangu akawa anaongea, yani hizo mali hazitakufikisha popote nini. Ulikuwa na mali wakati ulikuwa na mali? Hamna, lakini pesa mimi nilikuwa napata pesa kutokana na hiyo kazi ya kwenda kutibu watu au kwenda kufanya mambo ya kwamba nimeenda kufukuzisha watu wengine mfanyeje. Nilikuwa napata pesa. Nilikuwa napata pesa. Pesa kweli zipo, zinapatikana ila hazina faida. Lakini zingekuwa na faida,
Yaani mimi niseme ningekuwa ni mtu mwenye pesa nyingi sana. Sababu uganga wako ulikuwa umenyoka. Ulikuwa umenyoka hivi. Aliwahi kuja mteja akawa anakuambia kwamba akufanyie dawa ili awe tajiri, mali kwa njia za hiyo ipo. na akafanikiwa akawa tajiri. Wewe unatengeneza ilizi. Kuna dawa ambazo unaenda mapolini kuzitafuta. Sawa. Hizo dawa ambazo zinachanganywa na mng'ao wa nyota ya mtu. Sawa. Alafu kwa ndani ya hiyo ilizi ukikosa kihela kile kishiringi kile cha zamani, unatakiwa weke shilingi 50 au shilingi 100. Sawa. Kwa hiyo ilizi unaifungia kunja, kuna dawa fulani ambayo pia ni kama kamti, unakakata unakachomeka humo, afu unashona na sindano kwa mkono unashona. Afu ile ilizi anatakiwa awe anatembea nayo kila anapoenda. Kosa tu asiende, kama sio mke wake wa ndoa, asiende kulala na yule mwanamke aliyakuwa amevaa ile ilizi. Sawa. Au labda ameenda yupo na mwanamke wapo huko kichakani, atakiwa kuwa na ile ilizi. Sawa. Ile ilizi na yenyewe inakuwa na masharti yake ili upate hizo pesa. Na ili kama hizo pesa umezipata, maana zile yani ile yani ni sio kwamba pesa zinakuja zenyewe, ila tu unakuwa unashangaa connection zinakuwa nyingi na pesa nyingi. Na ukisema kwamba mimi kwa hii nataka kiasi fulani, mtu ni kama unamteka ufahamu, zinakuja anakupa hela. Kwamba mimi kwa hii kazi nataka hela kiasi fulani, lazima akupe hapa, nataka kiasi fulani. Na unatakiwa kupewa masharti tena kwenye utumizi wa ile pesa, usiwe mharibifu. Tumie yani mfano umepata pesa mfano 50,000. Sawa. Kama umepata shilingi 50,000, unatakiwa ujue kabisa kwamba hii hela kama sio kitu cha muhimu sitaki kuitumia. Sawa. Maana yeye amekuja kwangu anataka pesa, anataka afungue labda biashara. Hakikishe kweli hiyo hela kama ataitumia matumizi mengine labda kwa ajili ya kula na mavazi, lakini sio starehe za kuharibu. Sawa. Au labda amepata wewe 50,000 ameenda bar, anaenda kunywa, anafanyaje? Hiyo kitu ilizi haiwezi kufanya kazi, lazima kazi inaisha. Sawa. Kwa ashawahi kutokea mtu mmoja akafanya hivyo, nikamfanyia dawa. Nimfanyia dawa kweli, alifanikisha, japokuwa ni ngumu sana watu kuendana na kile ambacho umemwelekeza. Alishindwa, baadaye alirudi kwa kapuku. Na akirudi kapuku, akirudi kwako, adhabu unayompa hawezi, kwa sababu inakuwa inamtajiri atoe kafara. Asipotoa kafara ya mtu, atoe mbuzi au ng'ombe. Sawa. Sasa yeye amesharudi kwa kapuku, unampa nani kwamba unamwambia kwamba nataka mbuzi kwa ajili ya kafara, hana hela tena ya kwenda kununua yule mbuzi. Hapana, hutaki kukopa. Natakiwa atoe kwake. Maana ukikopa wewe unaenda yani kama unaenda kufaidisha yule mwenye pesa, hapo unatakiwa utoe mfukoni mwako mwenyewe ndio utoe hiyo kafara. Sasa alivyoshindwa kwamba amekosa hela ya kutoa hiyo kafara ya mbuzi, ndipo mambo yakaishia hapo, akaendelea kuwa mtu wa kawaida, ila vibarua vya watu safi, maisha yakasonga. Wewe tokea ukaenda kumroga mtu au kufanya kazi yoyote kwa mtu ambaye hajui ile jambo ukafeli? Haijawahi kutokea. Zote wewe mchawi. Yaani kwa mchawi yote hata anayekubalika haikuwahi kutokea akanishinda mimi. Yaani kwa sababu mimi nilikuwa na mamlaka. Kumbuka mimi nilikuwa na nguvu zaidi ya mara 4 niseme. Kwa nilikuwa na nguvu nyingi sana. Mchawi yeye ana dawa zake kawaida tu za kawaida anazozitumia, lakini mimi nimejazwa nguvu ambazo ni nyingi sana. Hakuna mchawi yote alikuwa anajihisi kwamba mimi ni mchawi, mimi fulani aniwezi. Hapana. Yaani yote nilikuwa naona kitu kidogo sana kwangu. Kwa hakuna mchawi ambaye ni mkubwa ambaye alikuwa na uwezo wa kunishinda mimi. Safari yako ambao unaniambia kuna wakati ulifikiria kuacha. Hapo ambapo nilifikiria kuacha, ndio hapo ambapo nilifanyaje? Nilivyofikiria kuacha ndio hivyo walivyonidai nitoe kafara ya dada yangu mimi. Ambayo ndio nikaenda kutoa hiyo kuku tukala tukafanyaje,
Mimi na baba tulienda huko tukachukua ile damu. Nikaendelea kufanya sasa. Kwa sababu ile kafara nimetoa kafara imekuwa kama kuomba msamaha, tukachinja ile kuku, ile damu tukaiweka kwenye chombo, ile kuku tukachoma tukala tukanywa. Baadaye mida ya usiku ndio inabidi mimi nifanyeje? Nirudi makao makuu na ile damu. Nikachukua rubisi na ile damu nikaenda usiku. Kama kawaida nikachukua ile chupa ambayo inatakiwa kuwekwa, nikamimina ile damu, nikachukua rubisi nikachanganya sehemu moja. Nimechanganya sehemu moja, nikachukua ile fimbo yangu nikalaza mbele yangu hivi, nikakaa nikaomba msamaha. Nilipoomba msamaha, ile nyoka akashuka. Alivyokuja nikajua kabisa hapa nimejibiwa, hata nikiondoka sawa. Baada hapo niliondoka na wakanywa wakafurahi. Pia kuna kuzungumza kuhusiana na sherehe ambayo mnafanya na kuna sherehe ambayo kila mwezi wa 6 inafanyika. Kila ifikapo mwezi wa 6 kuanzia tarehe 16, 17. Kila mwezi wa 6. Ambayo ndio tarehe ambayo huyo mkuu wa ukoo alifariki, ambaye ndio alikuwa baba yangu mkubwa. Sawa. Kwa hiyo inapofika hiyo mwezi wa 6, kiukweli walio wengi wanakuja kama kusherehekea kawaida. Sawa. Lakini sisi ambao tulikuwa connected ndio tunajua nini kinafanyika. Sawa, tunajua nini kinafanyika. Kwa sababu ile sherehe inapofanyika wanakuja wale mababu wote wanakuwepo. Yaani niseme ile mizimu ya wale wakubwa wote wenye nguvu inakuwepo pale. Sawa, inakuwepo pale. Kwa si huyo baba mkubwa mwenyewe anakuwepo na wale mababu sasa wanakuwepo. Ambao wale wa nyuma kweli wale ni hatari. Kwa mtu ambaye hana nguvu za kimungu ni hatari. Sawa. Kwa sababu nilikuwa na uwezo hata wa mtu niseme, ndio maana mwanzo nikasema nilikuwa naweza nisipambane na mtu mimi nikatumia wale. Kuna huyo anaitwa Jangombe na yule Vitizi gani. Hayo majina ni hatari. Mtu unaweza kumwambia kwamba amekwaza. Ambia huku nakoenda kakutane na Jangombe au kakutane na Vitizi gani. Yaani ana uwezo wa kutembea hatua ngapi kama kuna gari ilikuwa inakuja inamfyeka, kwa sababu anaweza kujitupa mwenyewe humo, haelewi kwa nini kaingia ndani ya gari. Ana uwezo wa kufa. Kwa wale wanakuwa ni hatari. Lakini inapokuwa kwenye hiyo sherehe wanakuja kufurahi. Sawa, wanakuja kama kufurahi na wanaangalia ile sherehe lazima inakuwa inaandaa kafara. Sawa, inaandaa kafara. Kwa sababu ile sherehe watu walio wengi wapo connected pale. Kuna wengine ambao hawapo connected na kuna wengine ndugu zangu katika ukoo huo wana nguvu hizo, lakini jinsi ya kuzitumia hawajui. Especially ni kama huyo ambaye nikwambia kwamba ni kakaangu kwenye ukoo. Hatuhitaji kukaa sehemu moja tukiwa wawili, mmoja wapo anaweza akafa. Yule anazo nguvu lakini matumizi hajui. Sawa. Yaani babake alimrithisha, sawa, lakini kabla ya kumpa maelezo jinsi gani atumie, mzee yule aliondoka. Sawa, lakini yupo ambaye tena ameachiwa mamlaka, ambaye ni mkuu wa ukoo. Huyo mkuu wa ukoo akisimamaga, yani wakati wa sherehe ile, akiongea kila moja, yani hata kama awe na mvi, akiongea utajikuta mwenyewe unamnyenyekea. Sio kwamba ni mbaba mtu mzima, bado ni kijana tu, ana watoto sijui wangapi. Sawa, lakini akisimama hivi, yani hata ukimwangalia usoni hivi anatisha. Kwa nini anatisha? Sio yeye yule unayemuona, ni wale ambao wako nyuma, wale wenye mamlaka, mababu wanamvaa yeye. Kwa hiyo anakuwa pia na nguvu ya mamlaka. Anakuwa ndio maana na yeye akakabidhiwa ukuu wa ukoo. Sawa. Kuna fimbo anakuwa nayo pale pembeni yake. Sawa. Ambayo hiyo fimbo ndo ya mzee yule marehemu. Sawa. Ile pia ambayo ina mamlaka. Kuna kofia ambayo anatakiwa aivae nyakati za sherehe tu, ambayo ilikuwa ni ya mamlaka na yenyewe. Na kuna sijui nisemeje kwa Kiswahili, kuna chombo fulani ambacho kinatiwa rubisi, kinakuwa na mrija. Sawa, kwa ajili ya kunywa, ambayo hicho chombo ndio vyombo vilikuwa vinatumiwa na mababu zetu. Sawa.
Kwa hicho chombo kinatiwa rubisi, hakuna pombe nyingine inatakiwa kukaa mbele yake nyakati za sherehe tofauti na hiyo pombe. Na yeye huwezi kumuona anakunywa pombe tofauti na hiyo nyakati ya sherehe, hata kama umletee bia. Labda sherehe iishe ndio anaweza kanywa hata bia, lakini hiyo pombe ndio inatakiwa. Na pale anapokuwa yuko pale, mimi kama mimi ambaye nilikuwa connected pale, ninaona kabisa yule pale mzee yule pale, mzee yule pale, na waona na wanakuwa wapo wanakunywa na wanakunywa kuleo, lakini mtu hawezi kujua na hawezi kuona, Na watu wanaona tu kama tambiko la kawaida na hawaelewi. Ndio maana kwenye ukoo wetu, yani yeyote atakayekuwa ananitazama au atakayekuwa ananisikia anaweza akajua kwamba kweli hiki kitu kipo wazi. Kwa hiyo baada ya yani ukiona kwamba imeendelea kwamba labda mtu ametokea mmoja wapo amekufa, jinsi wanavyofuatana inatengenezwa na wale mababu wenyewe, kwa sababu wanadai kafara, wanadai damu. Sawa. Na asilimia kubwa wanaondoka ni wale ambao wanakuwa bado hawajawekwa kwenye connection ya mizimu. Kwa sababu wanakufa kwa msururu. Yani akitangulia mmoja wanaweza wakaenda hadi 4 ndo wakatulia. Na ndio maana kwenye ukoo wetu akitokea mmoja akafa, kila mmoja anajipanga kwamba lazima kuna mwingine ataondoka. Sawa. Kwa wanatafuta ile kafara. Kwa wale mababu wanapokuwa pale kwa ile sherehe, wao wanajua kabisa kwamba ni nani hapa atachukuliwa, ni nani ataenda, na wanaangalia ni yupi waelekeze kwa yupi. Yani kuna wale wanaowachagua kabisa kwamba huyu anafaa kutumika. Sawa. Kwa kuna mwingine nguvu inamuingia, lakini mpaka apate mtu atakayegundua kwamba huyu mtu ana nguvu kadhaa, apate mafundisho. Ndio maana kuna mwingine ambaye alikuwaga ameokoka, kakaangu mimi kwenye ukoo, alikuwaga ameokoka kabisa. Lakini baadaye watu wakashangaa, mbona anakunywa pombe, amekuwa mlevi ghafla? Ni vile alifika mahali akalegea kidogo tu, kwa sababu wale wanakuwa kabisa benti kwamba huyu akipinda kidogo tu na sisi tunaingia. Kwa alilegea sehemu ndogo tu ambapo aliingiliwa na nguvu ya baba yake. Sawa, ambaye ndio mtoto wa babangu mkubwa. Kwa ile ameingiliwa pia na yeye kuna kitu kipo ndani yake kishaingia, lakini yeye mwenyewe bado hajajielewa ni kwa nini yuko hivyo au ni nini kipo ndani mwake. Lakini hata ukimwangalia hivi, niseme labda kama mtu ambaye yupo connected kwa yale mambo, akimwangalia anaelewa, au kama ikatokea ni mtumishi wa Mungu mwenye imani na mwenye nguvu, akimwangalia kwa macho anamjua kabisa kwamba huyu hayupo kwenye hali ya kawaida. Kwa malengo makubwa ya ile sherehe huwa ni kutafuta kafara, sawa, na huwa ni kutafuta uzao ambao unatakiwa kutumika. Yani haitakiwi kwamba iishe, sawa, haitakiwi iishe, inatakiwa izidi kurithishwa, yani kizazi mpaka kizazi, kizazi mpaka kizazi. Ndio maana unakuta watu wanatoka Dar es Salaam, Mwanza, wapi, wengine mpaka nchi za nje wanakuja kwa ile sherehe. Walio wengi wanaweza wakarudi wakajikuta kwamba kuna ile unakuta wakiwa mbali, unakuta labda kati ya familia zao mmoja wapo analalamika mtoto wake hayuko sawa au ndoa yake haiko sawa. Yote hiyo si kwa sababu ni wao wanataka. Yote ni kwa sababu kuna ile mizimu ndio inaenda kusababisha chanzo kule, ili kusudi waweze kurudi kule, wao wenyewe wajichagulie ni nani wanamtaka. Hasa wanaotumika sana kwa sasa hivi ukiangalia ni wajukuu na vitukuu. Hao ndo wanatafutwa sana, kwa sababu ukija kuangalia watoto wao wenyewe umri zishasongea, lakini wajukuu na vitukuu bado ni wale ambao bado ni wadogo, ambao hata wakijengeka watakuja kuwa kama vile mimi nilipokuwa nimerithishwa wakataka nije kuwa mfalme kwao. Sawa. Kwa wanasababisha kule, wanawaingilia, wanasababishia matatizo kule, wanarudi wanasema huyu mtoto inabidi, tuna muda mrefu hatujaenda wapi kwa babu zao, inabidi tuende kule ili kusudi tuone kama watabadilika. Na wanawapeleka kule sio kwamba wanaweza kuwabadilisha, wanaenda kuwaharibu, lakini kiroho yani kimwili wanaona tu kawaida kwamba wamebadilika, lakini kiroho tayari wameshawaharibu, kwa sababu wale wameshafanyaje,
wameshawekea connection. Kwa hiyo anazidi kukua, inakuja kufika nyakati wanaona kwamba mwanangu amebadilika, labda ni kwa vile amekuwa. Hapana, ni kwa sababu wale tena wameshaanza kutumika ndani yake. Hiyo ndo maana kubwa ya ile sherehe inayofanyika pale. Ndio maana imekuja kufika nyakati kwa hii miaka miwili iliyopita, hii sherehe zilikuwa zikifanyika kabla ya baba wangu mkubwa kufariki. Kuna kautengano fulani kaliingiliana. Baba mkubwa alikuwa, yani kuna wakati alikuwa anaenda kwenye sherehe au asiende au anaenda kwa kuchelewa. Baba wangu alikuwa akijua kabisa sherehe ni leo, anangoja kabisa mpaka ile mida saa 12 au saa 11 ndo anaenda. Kwa sababu gani? Anajua kabisa kwamba hapa nikienda tayari kama wale mizimu walikuwa wameinuka wakiwa na hasira, ni muda ambao tena wameshafanyaje, wameshusha hasira. Kwa sababu gani? Akienda pale hali ya kuwa pale ni sherehe inafanyikia kwa mtu ambaye alikuwa hayuko sawa na yeye, anaweza kwenda pale akajikuta kuna vitu vinatokea pale, au inaweza katokea kafara ya ghafla, au yakatokea mauaji ya ghafla. Kwa sababu gani? Vile ni vitu ambavyo tayari wameshajiweka kama vita katikati yao. Lakini yeye anajiepusha, sio kwamba anapenda kuchelewa kwenye sherehe. Anajiepusha, hawamruhusu wale wakuu kupambana na watu ambao ni wadogo kwake na ambao hawana nguvu kwake. Kwa sababu wale nao wanapenda upambane na mtu ambaye anaonekana ana nguvu. Ni kama vile upate upinzani. Ni kama vile ambavyo wakati ule mimi nilikuwa napenda niende kupambana na mtumishi wa Mungu ambaye ana nguvu. Sawa? Nione je iko namna gani. Kwa kama mtumishi kweli hayuko sawa, kweli unamweza. Lakini mwenye imani thabiti inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ilifika mahali mimi wakati nimetoka kule kuja Dar es Salaam, niletwa na dada. Ndio alinifanyia mpango nije huku. Kumbe dada yeye ameshaokoka tayari. Lakini kule hakusema ni kwa nini ananingangania nije Dar es Salaam. Sawa. Dada hapana, hakuwekwa kule. Sasa mimi katika kuja huku, wakati nimekuja huku sasa, dada ndo chanzo cha mimi kutoka kule nikaenda mbali. Kwa inabidi dada ndo atafutwe. Sawa. Inabidi dada atafutwe. Kwa wale wanaamsha vita kuenda kwa dada, yani wampe kipigo kwa nini anilete huku. Na ndio maana nilipofika huku kuna mambo yalikuwa yanaenda vice versa, yanayumba sana. Nikimpigia simu baba kumwambia kwamba kuna mambo siyaelewi huku, anasema rudi nyumbani. Sawa. Yani kuna paka message ambayo ninayo hapa juzi kati hapo, kuna mambo yalikuwa yanatokea. Kuna ndoto zikawa zinanijia. Nikampigia simu nikamwambia baba kuna huku hivi na hivi sielewi. Alafu nyumbani kwangu walikuja nyoka hawa wawili. Maana ni muda mrefu baba ananiambia nirudi nyumbani, na mpanga tu naambia nitakuja wakati fulani nitakuja, kwa sababu najua nikienda kule lazima naenda kuharibika tena. Na nikifika pale nikisema nikae hata wiki, yani sikuwa na imani kwamba ninaweza nikawashinda tena. Kwa sababu nitaenda pale nikiwa mmoja, wao watakuwa ni wengi na wana nguvu zaidi. Nikawa nampanga kwamba nitakuja. Hali ya kuwa na mimi nilikuwa bado sijafika ile hatua kwamba ninaamini hata nikienda Yesu anaweza akasimama na mimi, hawataniweza. Kwa ndio maana nikawa nampanga, namwambia nitakuja. Sasa juzi kati mambo yakazidi, yani mauzauza yakawa ni mengi, mara nyoka wanakuja nyumbani kwangu wanaongozana wawili kabisa, kama yani mtu na mtu kabisa wanaoongozana. Nilipomwambia kwamba kuna hili na hili linatokea, mpaka kwenye ndoto zinanijia. Yani ile hali ya kwamba ukiwa kwenye ndoto ukaonyeshwa ng'ombe au unakimbizwa na ng'ombe au ng'ombe anakuongelesha, tayari ni mzimu wa babu ambaye ndio yule Yang'ana. Babu yani baba yake na babu yangu ndio yeye anakuwa amekuijia. Kwa mimi nikamwambia baba kuna hiki kitu nakiona kwenye simu. Akanitumia message akasema huyo ni babu yako na babu yako mzaa babu yako, hawataki uishi mbali na nyumbani, na ningekuwa na hela sasa hivi ningekutumia ukapanda gari ukarudi nyumbani. Kwa angalia kama haitawezekana kufika mwezi wa 12, kama utakuwa una nauli mimi nitaitafuta nikutumie rudi nyumbani, hawataki uishi mbali. Akaniambia kwamba mimi niliwahi kuishi mbali, yule nyoka mweusi alikuja akaingia uvunguni mwa kitanda, na yule wa kijani akaja juu ya mlango mwezi mzima, mpaka nilivyowaomba wanisamee nitafute nauli nirudi nyumbani. Nilivorudi mambo yote yakaisha.
Kwa bado mpaka sasa baba ananipigania mimi nifanyeje, nirudi nyumbani, hali ya kuwa najua kabisa yapo mengi yanafeli mimi ninapokuwa sipo kule. Na mpaka wakati huu ningelikuwa kule, ningekuwa nishakuwa zaidi ya vile nilivyokuwa, na labda ningekuwa nishasababisha matatizo mengine zaidi ya yale. Sawa, ambayo ni kama ningekuwa najitafutia kuukosa ufalme wa mbingu. Sawa, lakini Mwenyezi Mungu alinisaidia nilipokutana na mtumishi wa Mungu hapa. Nilimuelezea. Sawa, nimuelezea kila kitu. Unajua unapotaka kupona hutakiwi kuficha. Kwa nikamuelezea kila kitu mwanzo mwisho, akaniombea. Na wakati huo ameniombea, kuna sauti nilikuwa nazisikia zikipenya, lakini yale matamshi nikawa nashindwa kuyaelewa. Sawa. Ndio, zinaongea, lakini nikawa najua kabisa zile ni sauti zinatoka makaburini. Sawa, nikawa nazielewa kabisa wapi zinatoka. Akaniombea mara ya kwanza, mara ya pili akaniuliza unajisikiaje? Nikamwambia bado najisikia hii mishipa inauma. Yaani hii mishipa hii ndio ilikuwa inavimba wakati ule, wakati nikipandwa na hasira uso unawasha, macho yanakuwa mekundu na hii mishipa inavimba. Kwa nikamwambia bado najisikia vibaya mishipa. Akaniombea tena. Alivyoniombea kiukweli toka siku hiyo mambo yamebadilika. Mambo yamebadilika. Najiona niko huru, najisikia niko mwepesi sasa hivi. Yaani sina uzito. Yaani sasa hivi naweza hata nikawa hata njiani au niko nyumbani, nikajikuta nimeingiliwa na ile hamu nipige hata magoti nimuombe Mungu. Lakini wakati ule nilikuwa siwezi. Yaani ulisahau kabisa kama kuna Mungu. Ndio nilisahau. Yeah. Mpaka sasa hivi baba huwezi kumwaminisha Mungu yupo akakukubalia. Lakini hili ninaloliongea linatoka moyoni. Ninamshukuru Mungu kwa hatua hii. Haikuwa rahisi mimi kuwa hivi nilio. Haikuwa rahisi mimi tena macho yangu hayawezi kutoa mwanga usiku. Tena nikitembea usiku lazima nijikwae. Sawa. Lakini ni neema ya Mungu, nimeombewa na sasa hivi niko huru kabisa. Mauzauza siyaoni tena, zile ndoto ambazo zilikuwa zinanijia za mizimu zimefutika zote. Maisha yako ya sasa na maisha yako ya nyuma. Ndio. Utofauti unaweza kuyatofautisha. Ndio, utofauti upo kwa sababu maisha ya nyuma mambo yangu yasingeweza kwenda kama sijashirikisha mizimu. Kama sijataja jina la mizimu, kama sijaona zile nyoka, maisha yangu yalikuwa yanaumba sana. Ili niwe sawa mpaka nitafute ule upande kwanza ndo mambo yangu yaende sawa. Nyoka akija nini au labda nimepitia changamoto kama wiki nzima misukosuko kibao. Lakini nikimpigia simu baba nikamuelezea na niambia kabisa au mababu zako, haipiti siku 2 nyoka wale lazima wanijie. Wale nyoka wanaokuja nikijisikia amani, kuanzia hapo naona mambo yangu yanaenda. Lakini sio kwamba yalikuwa yanaenda, nilikuwa naona yanaenda, lakini bado tu nilikuwa na ukosa utakatifu wa Mungu. Sawa. Lakini kule nilikuwa naharibikiwa kweli, nilikuwa naenda kuharibika. Sawa. Lakini kwa maisha ya sasa toka nimejua kwamba Mungu aliyeniumba ndiye anayeweza kuweka maisha yangu yakawa sawa, kila kitu anaweza, na kule kwenye mizimu hakuna nguvu yoyote isipokuwa Mungu mwenyewe. Sasa hivi maisha yangu yako huru. Sina ile kusema kwamba nimekaa nimekosa amani. Kwa sababu nikikaa nikasema naweza nikakaa tu nikatafakari au nikafikiria maisha nikotoka nikasema asante Yesu. Yaani najisikia niko vizuri. Lakini wakati ule asante Yesu nilikuwa sina. Ilikuwa tu nihangaike nitafute wapi nifanyeje niweze kupata hata hiyo nyoka hata anitokee tu nijisikie niko sawa. Wewe ni mtu mpya sasa hivi. Ndio. Kuna namna ambavyo unatamani ndio kubadilisha ukoo wako wakawa katika njia uliyokuwa sasa hivi kwa maana ya baba ndio ya ndugu zako. Kuna namna unafikiria kufanya hivi? Kuna namna nafikiria. Kwa sababu mpaka kuona mimi na kuja kutoa ushuhuda wa namna hii ni wazi ya kwamba natamani sana. Kwanza kuanzia kwa wale ambao ninajua kabisa kwamba wanamiliki zile nguvu. Sawa. Biblia inasema ukuta wa Yeriko uliangushwa kwa siku 7. Nipo tayari kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu. Siku 7 nifunge. Nione ukoo ukibadilika. Kwa sababu ni ukoo ambao umepotea na kuharibika. Ni watu ambao ukimtaja Mwenyezi Mungu, wengine wanajificha kwenye makanisa ya kwa wakirudi bado wamebebelea ile mizigo ya kishetani, mizigo ya kichawi.
lakini nipo tayari kupambana kwa neno la Mwenyezi Mungu uko badilike. Ndio. Nafikiri hasa umekaribia kwa ajili ya kuingia kama walivyokuulia, lakini pia na kwa maombi kidogo. Mtumishi karibu. Asante. Asante na mshukuru Mungu. Kwa kweli nafikiri wasikilizaji, watazamaji wa Davis Tamata, tumesikia wote ushuhuda huu. Ni ushuhuda kwa kweli wa kusisimua sana. Ni vitu ambavyo mtu akisimulia unaweza ukafikiri ni kama kavitungatunga tu. Lakini kwa kweli vitu sio vya kubumba bumba, sio vya kununuliwa, maana ni vitu vizito sana. Tuamini kwamba Mungu Baba yupo, lakini pia shetani yupo. Kwa hiyo vitu ukivitungatunga tu vinaweza kukugeuka. Sio vitu vya kuchezea chezea kwamba uende ukavisemeseme, unaweza ukajikuta unajiletea matatizo, unakufa. Kwa ni vitu ambavyo kabisa kijana huyu ameviishi, ni maisha ambayo kayaishi. Ni vitu ambavyo kavifanya. Leo kaamua kumgeukia Yesu Kristo na kaamua kuokoka, kaamua kuacha kila kitu. Ukweli tulipokutana nilimkuta alikuwa kwenye hali fulani ambayo wakati hata ananisimulia kidogo kabla ya kuja kwenye media, alikuwa na hali inamtokea. Niliona pale kuna namna ulikuwa unafanya kama vile unaumia kwenye tumbo hivi. Haya hapa kwenye moyo manake alikuwa anapata mpaka mashambulizi ya waziwazi. Lakini kama alivyosimulia kichwa, kwa nasikia wanamshambulia tu, kichwa kinauma sana. Kwa ni vitu ambavyo vilikuwepo, lakini Yesu amemponya, Yesu amemfungua. Ni kualike mpendwa mtazamaji na msikilizaji, uliyesikia ushuhuda huu. Yamkini na wewe hunayo ya kwako yanayokutesa, yanayokusumbua, au ulilisishwa lakini umefika wakati umechoka. Au mwingine umelisishwa au ulipokea vitu vya namna hii, ulikuwa hujajua kama ni vitu vibaya vinaweza kuathiri maisha yako. Wewe ulijua ndo maisha unatakiwa kuyaishi. Kwa kweli haya sio maisha mazuri na si maisha ya kuishi. Hebu mgeukie Yesu kama kijana huyo. Njoo kwa Yesu, njoo tubu. Yesu atakusaidia, utafunguliwa, utapona. Tulipoomba na kijana huyo, hatukutumia nguvu kubwa. Yesu ameingia ndani yake, amemsaidia. Nasikia sasa hivi anasema ana amani, ana furaha, analala vizuri. Mauzauza aliyokuwa akiyasikia na kuyaona hayaoni tena. Yesu amemfungua. Na wewe Yesu atakufungua, Yesu atakusaidia popote pale ulipo. Ni imani yangu kwamba maneno haya ya kujenge, sio usikilize tu kama magazeti, sio usikilize tu kama taarifa habari, hapana. Ya kujenge, ya kufungue, ya kuponye. Na tujatoa hii kwa sababu ya kutaka kwamba tutoe tu kama biashara fulani, kwamba tunatangaza biashara fulani, hapana. Tumeitoa kwa ajili ya kufundisha watu wengi. Tumeitoa kwa ajili ya kuokoa watu wengi. Tumeitoa kwa ajili ya kuponya watu wengi. Watu wengi wapone. Ndo maono yetu makubwa, ndo mtazamo wetu tulionao. Hatuna mtazamo mwingine, ni kwa ajili ya kuokoa watu, kuwaponya watu na kuwatoa watu kwenye nguvu za uchawi. Ni mshukuru Mungu pia kwa ajili ya kipindi hichi, na nipende kukaribisha ndugu mtazamaji na msikilizaji. Karibuni kwenye huduma yetu. Huduma yetu inaitwa Rehema Ministry International au Kikosi Kazi cha Injili. Lakini pia tuna tangazo letu linaitwa Bwana hana haja na watu wake. Bwana ana haja na watu wake. Na wewe unayesikiliza na kutazama, Bwana ana haja na wewe. Una mizigo iliyokuelemea, ilete kwa Yesu. Utaombewa, utasaidiwa na utaelekezwa namna ya kumwamini Yesu na kumtumikia Yesu na kumtafuta Yesu. Maisha yako yatakuwa huru. Karibuni sana. Namba yetu ya simu ambayo tunapatikana ni 0752 06 02 99 0752
060299. Kipiga namba hiyo wakati wote, iwe usiku iwe mchana, utapokelewa na utajieleza unahitaji kuokoka, unahitaji kukabidhi mambo yako ya uchawi, unahitaji maombezi, utapokelewa na utahudumiwa na Yesu atakusaidia. Mungu awabariki sana. Naomba tufunge kwa maombi kipindi chetu hichi cha ushuhuda wa ukombozi wa Yesu Kristo ambao amemkomboa kijana huyu. Mungu akubariki sana. Naomba tufunge macho tukamwombe Mungu Baba. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Baba, asante kwa ajili ya kipindi hichi cha ushuhuda. Asante kwa ajili ya habari njema. Asante kwa ajili ya kijana huyu uliyemfungua, umemponya, umemtoa kwenye nguvu za giza, umemtoa kwenye nguvu za uchawi. Bwana, maisha yake umeyaweka huru. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe Mfalme. Na kushukuru pia kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji Baba wa ushuhuda huu, kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu, naomba ukambariki ushuhuda uwe baraka juu ya watu wako duniani kote, kila anayesikiliza, kila anayetazama ushuhuda huu. Bwana, uguse maisha yake, uponye maisha yake, afunguliwe kwa jina la Yesu. Baba yangu, kwa jina la Yesu Kristo, ninaachilia nguvu zako juu ya kila aliyekamatwa na nguvu za mizimu, nguvu za kuzimu, nguvu za uchawi, nguvu za mababu ambazo walizipata kutoka kuzimu. Kwa jina la Yesu, ninaachilia nguvu za Mungu juu ya maisha ya mtu huyo, mwanamume, mwanamke, kijana, binti, mtoto. Kwa jina la Yesu, awe mzee, ninaachilia nguvu za Mungu, ninamfungua kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Piga kila nguvu za kuzimu na za uchawi na mizimu, uganga, usomanyota, ushihiri, ubashiri, unajimu. Kwa jina la Yesu, inawapiga wote kwa jina la Yesu, na wafungua watu wa Mungu kwa mamlaka ya Yesu Kristo, maana Bwana anaaja na watu wake. Ninawafungua wote Bwana kwa jina lako, walio wagonjwa, waliofungwa, waliokamatwa, waliowekwa mashimoni, wote nawafungua na kuwaleta kwa Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wapate amani, wapate uzima, wapate baraka wote, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Mungu awabariki sana. Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Amen.